and gentlemen, asante sana kwa kuendelea kuitolea macho Dar-Town TV all the way up kutoka Mbezi Stadium Magufuli jijini Dar es Salaam, na kwa kile kifaa unachotumia kuitazama Dar-Town TV, hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe, so make sure unaligusa ili kuendelea kukaa karibu na familia pana ya habari za michezo na burudani. Mimi naitwa Big Boy Joe ama Kibaba cha Kipogolo. Unaweza kunislash kwa Facebook, Instagram @BigBoyJoe_TZ. Karibu sana kwenye kibimba ndani ya Dar-Town TV, na leo nimekuandalia vitu kadha wa kadha. Karibu sana kuweza kufuatilia ndani ya Dar-Town TV. Okay, ladies and gentlemen, asante kwa kuendelea kuitolea macho Dar-Town TV all the way up kutoka Mbezi Stadium Magufuli jijini Dar es Salaam, na kwa kile kifaa unachokitumia kuitazama Dar-Town TV, make sure una subscribe YouTube channel ili kuendelea kukaa karibu na familia pana habari za kimichezo na burudani. Bwana, mtoto wa nyoka huenda akawa tu ni nyoka kama Waswahili walivyokuwa wamesema hapo zamani. Amoni, mtoto wa marehemu Zakaria Hans Pop, ameibua mjadala mkubwa sana nchini Tanzania na kwa wapenzi wa soka, hasa washabiki wa klabu ya Simba, ambako amefanya mahojiano na moja ya kituo cha TV na radio nchini Tanzania, akidai kwamba anajisikiaje klabu ya Simba inapokuwa inadhorota. Amoni, mtoto wa marehemu Zakaria Hans Pop, kila mtu anafahamu Zakaria Hans Pop makubwa aliyoyafanya kunako klabu ya Simba. Ikumbuko huyu alikuwa ni kiongozi wa ngazi za juu sana kunako klabu ya Simba. Hata mwekezaji wa klabu ya Simba pamoja na rais wa heshima ndugu Mohamed Dewji amekiri mara kadhaa kwamba kunako klabu ya Simba kuna pengo la marehemu Zakaria Hans Pop, akidai kwamba Hans Pop mbali tu na alikuwa na uchumi, lakini alikuwa akiipenda sana klabu yake, huku Mo akienda mbali akidai kwamba Hans Pop alikuwa akimwona mchezaji hasubiri mpaka mimi nipigiwe simu, anamnunua, baadaye anakuja kuniripoti kama kuna pesa tunakuja kuliplace, akitoa mfano wa kama mchezaji Lali Bwalia, Luis Jose Miquissone. Hawa ni wachezaji walikuwa wanaelekea kuichezea Yanga, lakini umafia wa Zakaria Hans Pop ndio ulikuwa unafanya wachezaji wao kutua Simba kwa sababu waliipenda sana klabu yake. Na baadhi ya wadau wanadai kwamba tangu marehemu Zakaria Hans Pop amefariki dunia, Simba haijawahi kuchukua ubingwa tena, na imekuwa ikipigwa sana sokoni wakati wa ununuzi wa wachezaji. Sasa bwana Amoni, mtoto wa Zakaria Hans Pop, ameibuka na kuomba ajira kunako klabu ya Simba. Amedai kwamba anatamani siku moja akabidhiwe kijiti alichokuwa anafanya kazi babake. Anatamani apate nafasi kunako klabu ya Simba na tena awekwe kitengo cha usajili wa wachezaji, ambayo ndio ilikuwa kazi ya marehemu Zakaria Hans Pop. Nimekudosea tu, kuna wachezaji kama wawili walitakiwa na Yanga kipindi cha marehemu Zakaria Hans Pop, akiwepo hai, akiwemo Lali Bwalia na Luis Jose Miquissone. Hakusubiri Mo Dewji awepo Dubai wala awepo China, alipanda ndege mwenyewe mpaka Zambia na kwenda kutuletea mashine. So far so good. Hans Pop alimleta the mwamba wa Lusaka, the Clatous Chota Chama, the brainer, mchezaji ambaye ameacha alama kubwa sana kunako klabu ya Simba Sports Club. So mtoto wa Zakaria, Amoni Zakaria Hans Pop, anadai kwamba anataka kazi, anaona kuna kitu kinapwaya kwenye idara ya usajili wa Simba. Hata mimi pia naamini kwamba kunako klabu ya Simba kwenye swala la kwenda sokoni kuchukua, unaweza ukawa una fedha nyingi sana, lakini ukaona rudi kiasi kuna majinsi mafamba, afu mwenzako anaenda na hela ndogo anapata vitu original. Hata mimi nakubaliana na kauli ya mtoto wa Hans Pop kudai kwamba Simba kuna shida kwenye idara ya usajili, kwamba nani aje nani asije kunako klabu ya Simba. Unaweza ukatuandikia hapo, unakubaliana na mtoto wa Zakaria Hans Pop kwa kile anachodai kwamba anaomba nafasi kunako klabu ya Simba ili aweze kusajili wachezaji wenye quality kama alivyokuwa marehemu babake? Unaweza ku drop your comment na tutakuja kuruka nayo hapa kupitia Dar-Town TV. Kwa kile kifaa unachokitumia kuitazama Dar-Town TV, make sure una subscribe ili kuendelea kukaa karibu na familia pana habari za kimichezo. Naam, hope umeenjoy kuitazama Dar-Town TV, na hivyo ndivyo miongoni mwa vitu ambavyo tulikuwa tumekuandalia kwa leo. Sasa nikuombe sana kwa kile kifaa unachokitumia kuitazama Dar-Town TV ili uendelee kuwa mtu wa kwanza. Hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe. Maybe unaweza kuwa una smartphone, una laptop, una pad,
hapo chini kwa neno limeandikwa subscribe, so make sure unaligusa na itakuja alama ya kengele ili uendelee kuwa unapata notification zetu. Gusa na hiyo kengele ili uwe mtu wa kwanza.